Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kwa habari mbalimbali. Jina langu ni Fatma Hassan, karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya kikazi Dubai, UAE kwa kufanya mazungumzo na viongozi na wadau wa kimataifa. Katika ratiba ya leo, Rais Samia amekutana na Mheshimiwa Gaston Brown, Waziri Mkuu wa Antigua na Barbuda, pamoja na kufanya mazungumzo ya pande mbili na Sheikh Al Nuais, Katibu Mkuu wa Shirika la Utalii la Umoja wa Mataifa UN Tourism, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha ushirikiano, diplomasia ya kiuchumi na kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja hapa nchini. Jioni ya leo, Rais Samia ameshiriki uzinduzi wa Global Africa Investment Summit GAIS, jukwaa la uwekezaji linalolenga kuoanisha miradi iliyo tayari kuwekezeka barani Afrika na wawekezaji wa kimataifa. GAIS ni mpango wa kimkakati unaoendeshwa sambamba na majadiliano ya sera ya World Government Summit WGS kwa lengo la kubadili majadiliano ya sera kuwa uwekezaji halisi wenye matokeo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kukosekana kwa zana kwa ajili ya kilimo endelevu kumechangia nchi za Afrika kuathirika na migogoro kama iliyojitokeza katika mataifa mengine ambayo yanategemewa katika uzalishaji wa chakula, akitolea mfano mgogoro wa Ukraine na Urusi ambao ulisababisha upungufu wa mafuta ya kupikia. Amesema kwa neema ya ardhi iliyo katika bara la Afrika, nchi hizi hazikutakiwa kupata shida hii kwa kuwa ardhi hiyo inatosha kuzalisha chakula cha matumizi na ziada ya kuuza nje. Mwandishi wetu Beatrice Eriki anaarifu zaidi. Mkutano huo pia unalenga kuhimiza ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza ajenda ya mifumo ya zana endelevu barani Afrika, sambamba na mkakati wa mpango jumuishi wa maendeleo ya kilimo barani Afrika wa miaka 10, yaani mwaka 2026-35, wa kuzingatia masuala ya ujuzi, ajira kwa vijana, uwezeshaji wanawake, matumizi ya teknolojia kidigitali na upatikanaji wa mitaji na mifumo ya bunifu ya biashara. Hali ya uwekezaji katika zana za kilimo barani Afrika haijaendana na mahitaji halisi ya wakulima wadogo na wakati, na kutokana na upungufu wa mitaji, mifumo dhaifu ya huduma, ukosefu wa ujuzi wa kiufundi, pamoja na changamoto za upatikanaji wa matengenezo ya zana hizo, matokeo yake ni matumizi duni ya zana za kilimo, uzalishaji mdogo, upotevu mkubwa wa mazao baada ya kuvuna, na kukwama kwa maendeleo ya mnyororo wa thamani ya mazao haya ya kilimo. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema mkutano huu unaenda sambamba na uzinduzi wa mkakati wa taifa wa zana za kilimo awamu ya pili wa mwaka 2026-35 uliolenga kuendeleza, kuimarisha matumizi, utekelezaji na uratibu endelevu wa teknolojia zinazorahisisha kazi na kuokoa muda katika mnyororo wa uzalishaji wa mazao ya kilimo. Hayo ni sehemu ya kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, sera ya kilimo ya mwaka 2013, mpango kabambe wa mageuzi ya sekta ya kilimo 2050, yani Tanzania Agriculture Master Plan 2050, na mpango wa matumizi endelevu ya zana za kilimo. Agricultural mechanization is an area where these principles can ensure sustainability and resilience. There's significant potential for leadership in new models of machinery manufacturing. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eriki, Channel 10. Asante Beatrice Eriki kwa taarifa hiyo. Serikali imewataka waajiri kutambua kuwa kukata fedha za waajiriwa wao kwa ajili ya kuwasilisha michango kwenye mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF na kutoziwasilisha ni kufanya kosa la uhujumu uchumi kwa mujibu wa sheria. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ametuandalia taarifa zaidi.
Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF mkoa wa Mtwara unadai michango ya wanachama wake kutoka kwa waajiri zaidi ya shilingi bilioni 3. Kuna gap kubwa sana ya waajiri wetu, ama ya uelewa ama wa makusudi wa kushindwa kulipa michango kwa wakati. Hivi tunavyozungumza tuna bilioni 3.7 bado hazijalipwa, ziko kwa waajiri. NSSF inafanya jitihada za kuwakumbusha waajiri kutimiza wajibu wao kwa kuwa wanawakata waajiriwa wao, lakini hawawasilishi michango hiyo NSSF. Tatizo sio kukata michango. Kukata michango wanakata vizuri, lakini hawawasilishi pale inapostahili. Katika jukwaa la pamoja la NSSF na waajiri wanaeleza kuwa kutowasilisha michango ni kutokana na kudorora kwa shughuli za biashara ama uzalishaji. Biashara zina season. Kuna muda biashara inafanyika vizuri, kuna muda biashara inakuwa chini. Kwa muda inapokuwa biashara iko chini, hata mwajiri kuna baadhi ya mambo kwenye operation zake anashindwa kufanya vizuri. Mara nyingi waajiri wetu hawapo consistent. Unamwajiri mtu leo, kesho hayupo. Hata hivyo, serikali inawataka waajiri kutambua kuwa kuwakata fedha wafanyakazi wao na kutowasilisha michango yao NSSF ni kosa la uhujumu uchumi ambalo wanaweza kushtakiwa mahakamani. Kitendo cha kufanya hivyo maana unakuwa umefanya matumizi mabaya ya ofisi, kitu ambacho kinapelekea mwajiriwa akashtakiwa kosa la uhujumu uchumi. Kabla ya kufikishwa mahakamani, waajiri wanashauriwa kutimiza wajibu wao. Ndio maana tumechukua hatua hizi kwa awali, kwanza za kuwaelewesha ili waone sababu na umuhimu wa kulipa michango kama sehemu ya wajibu wao. Kutoka mkoani Mtwara, Damarima, Channel 10. Wahandisi wa ndani nchini wameiomba serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwapatia zabuni inapoanzishwa miradi ya ujenzi wa meli ili kuipunguzia serikali mzigo wa matumizi ya fedha kwa kutumia wakandarasi wa kigeni. Henry Kavirondo ana taarifa zaidi. Kabla ya wasilisho hili, wahandisi hawa wanaishukuru serikali kwa kutambua mchango wao katika ujenzi wa meli ya MV New Mwanza chini ya usimamizi wa wataalamu wa meli kutoka nchini Korea ya Kusini waliokuwa wakishirikiana nao. Baada ya meli mpya ya MV New Mwanza kukamilika, mwakilishi wa wahandisi wazawa William Basiga kutoka Aquilan Project Solutions amesema kuwa uzoefu walionao kitaaluma unatosha kulisaidia taifa kuepuka matumizi ya fedha nyingi. Imefikia hatua sasa katika ukamilishwaji wa mradi huu, serikali kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan ianze kuwekeza pia kwetu wakandarasi wa ndani. Kwa mfano kama sisi kampuni yetu ya Aquilan Project Solution tuna uwezo mkubwa tu sasa hivi. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Martin Rajabu amesema kuwa uwepo wa meli hii utasaidia kuinua uchumi wa taifa na kuhamasisha biashara kati ya mikoa ya Mwanza, Kagera, Kenya na Uganda, na hivyo kuwataka wananchi kuchangamkia fursa. Tunajaribu kuangalia ni jinsi gani meli hii itaweza kuchangia fursa za kiuchumi katika jiji la Mwanza. Sasa kama benki tunachokiona ni kwamba kwa sasa hivi sisi kama benki tupo katika mpango mkakati wetu wa kuhakikisha tunakuza uchumi wa blue. Pia akagusia swala la uzalendo ulioonyeshwa na serikali ya awamu ya 6 kwa wananchi wake. Kuna wafanyabiashara tunao wadogo ambao wanaleta ndizi, wanaleta mazao mengine ambao na wenyewe sasa hivi yale mazao yao yataweza kufikia masoko kwa urahisi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerald Mweli amesema serikali imeridhishwa na kasi ya ujenzi wa mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkomazi unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 56 katika tarafa ya Pagawa, halmashauri ya wilaya ya Iringa, ikibainishwa kuwa itakapokamilika itachochea uzalishaji kwa 20%. Clement Sanga ana ripoti. Hayo yameelezwa wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya usimamizi wa mikataba, sheria ya ununuzi na utafiti wa miamba katika mabwawa yaliyowakutanisha wataalamu mbalimbali wa sekta ya umwagiliaji kutoka maeneo tofauti nchini, yakilenga kuimarisha ujuzi wa kitaaluma na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji.
Akiwa katika eneo la skimu hiyo, katibu mkuu huyo amesema mradi wa umwagiliaji wa Mkombozi ni muhimu na utakuwa mkombozi mkubwa kwa wakulima wa tarafa ya Pawaga kwa kuwa utaongeza uhakika wa upatikanaji wa maji ya umwagiliaji, kuboresha uzalishwaji wa mazao na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kuinua maisha na kipato cha wakulima wa eneo hilo. Mradi huo utakapokamilika, ambao mpaka sasa hivi umefikia 85%, utaongeza uzalishaji wa chakula hasa mpunga kwa zaidi ya 15 mpaka 20 ya mahitaji yetu ya sasa, ambao ndo zao kubwa na ndo hata skimu tuliyoijenga inaenda kwa ajili ya mpunga, lakini pia mazao mengine ya mboga yanaweza yakazalishwa katika eneo hili pamoja na mahindi. Naye mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Raymond Mdolwa ameelezea kuwa mafunzo hayo ya siku 6 yanalenga kuwajengea uwezo mainjinia wa maji wapatao 100 kutoka mikoa mbalimbali nchini katika maeneo ya usimamizi wa mikataba, uelewa wa sheria ya ununuzi pamoja na utafiti wa miamba katika mabwawa ili kuongeza ufanisi, ubora na usalama katika utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji nchini. Kitu kikubwa tunafundisha mainjinia wetu ni katika usimamizi wa miradi, utekelezaji wa mikataba, usimamizi wa wakandarasi na kadhalika na kadhalika. Ndio tumewaleta mainjinia hao, sio kwamba hawafahamu, lakini tumewaleta kuwa brush kuhakikisha kwamba elimu yao inaendelea kuwa pale pale, kuhakikisha kwamba tunakuwa na miradi bora. Naitwa Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Wa jiji la Mbeya wamelalamikia miundombinu ya barabara za mitaa kuwa mibovu, hali ambayo inadaiwa kukwamisha shughuli zao za kiuchumi na kusababisha wamiliki wa vyombo vya moto kupandisha nauli hasa kipindi hiki cha msimu wa mvua. Epimarcos Apolinari ametuandalia taarifa ifuatayo. Wananchi katika mitaa mbalimbali jijini Mbeya wakizungumzia ubovu wa miundombinu ya barabara wanazotumia wamesema baadhi ya barabara korofi zimekuwa na changamoto ya kutopitika kutokana na uwepo wa mashimo yanayosababishwa na mvua na kuiomba serikali kutenga bajeti ya dharura ili kuzikarabati. Kwa kweli hii barabara ni kero kubwa, tunashindwa hata pa kupita. Haya, mvua ikinyesha inajaa kwenye mtaro, unaziba, maji yanaingia kwenye nyumba zetu. Tulikuwa tunaomba serikali itusaidie itengeneze hii barabara. Kuna sehemu imechimbika hapa, maji yamejaa. La kwanza unapompeleka abiria kama nilopeta, kuna mawili, kumfikisha salama au kumdondosha. Sababu kuanzia kwenye kona ya Lengo mpaka kufika Lupeta tunapata wakati mgumu sana kupita ile njia. Lakini cha pili, hii barabara mvua ikinyesha haipitiki kirahisi. Sasa hii barabara hii ndio kiungo inaunganisha kata ya Swaya. Kule kuna mazao ya kila aina, kuna mahindi, kuna karoti, kuna karibu kila zao ambalo linapatikana sokoni linatoka Swaya. Kwa hiyo siku itakapotengenezwa hii, maana yake tumerahisisha usafirishaji wa mazao kutoka kwenye kata jirani ya Swaya, na hivyo kupelekea kupungua kwa gharama kwa kupungua kwa bei masokoni wa hizo gharama bidhaa zinazotoka huko. Kutokana na changamoto ya miundombinu ya barabara za mitaani, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Mwarunenge amesema kuwa anatambua changamoto hizo na kuahidi kuchukua hatua za haraka kama mwakilishi wa wananchi, huku katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Langaeli Akio akatoa rai kwa wawakilishi wengine wa mkoa wa Mbeya. Na nimesema tuanze na hizi barabara ambazo zimekoofisha haraka, ambazo ndo hazipiti kabisa, lakini tutaendelea kufanya hivyo kwenye barabara zingine zote tutazipitia. Kwa sababu Nzovwe wanalia na wenyewe, kuna barabara kwenda kituo cha afya na imekatika, na tutawapelekea fusi, tutashindilia. Guys, mlitoa mimi lifanye makazi masaa 20 na ili malize kazi. Kama madereva watapatikana wawili, mmoja afanye kazi mchana, huyo anapumzika aingie mwingine usiku. Nitoe wito kwa wabunge wote wa mkoa huu na madiwani wote, na wenyewe waone mfano na waige mfano kwa mheshimiwa mbunge wa Mbeya mjini kuja kufanya kazi za namna hii. Yako maeneo mengine ni makorofi kwa kiwango kidogo tu ambacho kinahitaji kazi ndogo tu ifanyike. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimarcos Apolinari, Channel 10. Naam, idadi ndogo ya Wapalestina wameruhusiwa kurejea kwenye ukanda wa Gaza kutokea Misri baada ya kungojea kwa muda mrefu kufunguliwa kwa kituo cha mpakani cha Rafah. Tupate taarifa kamili.
Kurejea kwao kulitanguliwa na kuwasili kwa kundi dogo la waokoaji kutokea ukanda huo kuingia upande wa Misri jioni Jumatatu Februari 2 mwaka huu 2026. Kufunguliwa tena kwa kivuko hicho ni sehemu muhimu kwenye kile kiitwacho makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Kipalestina, ambao hata hivyo yamekuwa yakivunjwa mara kadhaa tangu yalipotangazwa mwezi Oktoba. Habari zinasema mtoto wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 3 aliuawa kwa mashambulizi ya jeshi la Israel dhidi ya kambi ya wakimbizi huko Khan Yunus, huku Wapalestina wengine 4 wakiuawa na Israel kaskazini mwa Gaza, dai ya kupita eneo lililohatarisha usalama wa jeshi lake. Kwa mujibu wa mamlaka ya afya za Gaza, zaidi ya Palestina 520 wameshauawa tangu yalipotangazwa makubaliano ya kusitisha mapigano mnamo Oktoba 10, na hivyo kuifanya idadi ya Palestina waliokwisha kuuawa tangu Oktoba 2023 kufikia 71,800. Esther Mtebe, Channel 10+. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Simanjiro, James Milia, amevishauri vyombo vya ulinzi na usalama kuweka mkakati wa kudhibiti ujangili wa mifugo ambao umeibuka hivi karibuni wilayani Simanjiro, hali inayohatarisha ustawi wa sekta ya mifugo wilayani hapo. Katika hali hiyo isiyo kawaida, majangili hao wanatajwa kufanya matukio haya ya kuua na kusafirisha nyama za mifugo kama nyama pori. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani cha halmashauri ya Simanjiro, naibu waziri James Milia amesema ni vyema serikali kupitia vyombo hivyo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na halmashauri kuweka mkakati wa kudhibiti hali hiyo mara moja. Na hili lisipozuiwa litaenda karibu vijiji vyote. Sasa wewe pale unakuta kwamba mifugo mingi, kwa mfano saiwal na haya madume makubwa hayalali manyumbani. Mara nyingi unakuta wako porini wanakula wenyewe. Maana yake hawa majangili watatuulia ng'ombe wengi kweli Simanjiro. Kwa hiyo niombe hili, tuombe vyombo vya ulinzi na usalama vichukue kwa namna ya kipekee, lakini ikiwezekana pia basi tuwe na barriers, yani ile maeneo ya kufanyaje unahitaji. Kwa mfano pale ukipita maeneo ya Nakweni pale kuna lile geti lile la kuzuia mazao na mazao ya porini, vizuizi vile. Ikiwezekana basi tuweke kwenye maeneo mbalimbali ili tuweze kubaini na kila gari lisijiwe. Asante sana. Hizo ndio sehemu ambazo wanapitisha hiyo pori pamoja na mifugo. Siku hizi hawali na pori wenyewe, maana siku hizi wanafugiana wao majangili. Kwa hiyo watu wa maliasili au active. Hata hivyo, wasiwasi ni mkubwa zaidi kwa wananchi juu ya hali hiyo. Na hawa majangili ni watu wanayokuja na silaha zao na wanamudu na ni ndani ya pori huko wanako windia mifugo, iko mbali na makazi muhimu ya vijiji. Kwa hiyo huko si maeneo ambayo wanasema ni maeneo ya malisho tu. Kwa hiyo tunaomba serikali ili swala ilichukulie maanani sana, hasa ofisi ya maliasili yani wanyamapori wawe karibu na ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa mfano watendaji wote wilaya ya Simanjiro, hii kitu imeibuka mwaka huu katika kata ya Ndonyangijape. Uchumi wa wananchi wa wilaya Simanjiro utegemea zaidi mifugo. Kutoka wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani John Wadephul amekanusha tuhuma za Urusi kwamba uungwaji mkono wa nchi yake kwa Ukraine unatokana na kisasi kutokana na kushindwa utawala wa Kinazi kwenye vita vya pili vya dunia. Akizungumza wakati wa mkutano na mwenzake wa New Zealand Winston Peter, Wadephul amesema Ujerumani haina tatizo na amekubaliana na ukweli na jukumu la muungano wa Kisovieti kwenye kushinda utawala wa Kinazi wakati wa vita vya pili vya dunia. Urusi imesema hapo awali sera ya nje ya Ujerumani kuelekea Ukraine iliundwa na dhana ya ulipizaji kisasi
ikituhumu Berlin kwa kuishi na kisasi, huku akitaka kurekebisha mambo yaliyopoteza kwenye historia yake. Taarifa iliyotolewa baada ya mkutano wa kila mwaka wa waandishi wa habari wa waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, Urusi imesema uungaji mkono usio na masharti kwa Ukraine una ajenda ya kulipiza. Jumuiya ya wazazi ya CCM kata ya Nyankumbu manispaa ya Geita mkoani Geita imeahidi kuendelea kuunga mkono na kutekeleza kwa vitendo dhamira ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha upandaji wa miti kwa lengo la kuhifadhi na kulinda mazingira. Mwandishi wetu Mrisho Sadiki ametuandalia taarifa kamili. Ahadi hiyo imetolewa wakati wa zoezi la upandaji wa miti lililofanyika katika shule ya msingi Nyantindili iliyopo mtaa wa Uwanja kata ya Nyankumbu, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM. Tunaomba miti hiyo ikalindwe, itunzwe, kwani miti ina faida. Miti inatuletea kivuli, miti ya matunda pia. Hata Mwenyezi Mungu amesema ndege watakapokula yale matunda na sisi tulioyapanda tutapata thawabu, lakini sisi tu matunda yale yataliwa na watu wengi na kivuli kile kitafikwa na watu wengi. Lakini sisi kwa ujumla wake tumekuwa sehemu ya kuharibu mazingira. Tumekata miti. Mimi naamini kabisa kwamba kwa muonekano huu na kwa upandaji huu wa miti, naamini watoto wetu, kizazi chetu watayatunza mazingira. Tunaweza kutembelea miradi ya ujenzi ya madarasa pamoja na vyoo. Tuwapongeze serikali inayosimamiwa na Chama cha Mapinduzi kwa utoaji wa fedha, lakini shukrani za kipekee zimwendee mwalimu mkuu kwa usimamizi mzuri wa madarasa, ujenzi pamoja na vyoo. Akizungumza katika hafla hiyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyantindili ameishukuru jumuiya ya wazazi kwa mchango huo muhimu na kuahidi kuwa shule hiyo itahakikisha miti yote iliyopandwa inatunzwa ipasavyo. Kiukweli shule yetu ina uhaba wa miti. Tulihamia hapa ikiwa ni jangwa kabisa, haina mti hata mmoja. Lakini na kwa kumbukumbu zangu, hii ni awamu ya pili nimekuja tena kupanda miti shule ya msingi Nyantindili. Ninawaahidi kuitunza miti hii. Mtakaporudi awamu ijayo mkute kuna vivuli angalau vya kuweza kuegama. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Denego amesema serikali kufikisha umeme katika vitongoji 376 vya mkoa huo kutachochea uongezaji thamani wa mazao ya kilimo yanayolimwa na wakulima wengi katika maeneo mbalimbali kupitia viwanda vidogo vidogo. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Denego amesema hayo wakati wa hafla ya kumtambulisha mkandarasi wa kampuni ya China Railway namba 4 Engineer Group Limited kutoka China, kampuni iliyoshinda zabuni ya kusambaza umeme kwenye vitongoji 376 na kaya 13256 zitaunganishwa umeme wakati wa mradi. Umeme sasa hivi si anasa. Umeme ni kitu muhimu sana kwa ajili ya maendeleo, na hasa huko kwenye vitongoji. Wananchi, viwanda vidogo vidogo tuelekeze huko kwenye vitongoji, kwenye vijiji, angalau tuongeze thamani ya mazao wananchi wanaozalisha. Kwa hiyo sisi kwa kweli kwetu hii ni faraja na ni fursa pale ambapo tumejipanga kuleta maendeleo ya wananchi. Lakini kama tulivyosema, muona serikali yote iko hapa na wataalamu kwamba tutawapa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba mkandarasi anafanya kazi bila buguza. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa umeme vijijini kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Thomas Mbaga, amesema serikali kupitia REA imemtambulisha rasmi mkandarasi ili aanze kazi ya kusambaza umeme kwenye vitongoji 376 vya mkoa wa Singida, mkataba wa miaka 3. Kwa hapa Singida tumekuja kumtambulisha mkandarasi anayetekeleza mradi huu wa HEP2B katika mkoa wa Singida, ambaye anaitwa China Railway Group 4 Engineering Company Limited, ambayo atatekeleza mradi huu hapa mkoa wa Singida.
ambapo atapeleka umeme katika jumla ya vitongoji 376 na pia ataunganisha wateja wapatao 13,259 na gharama ya mradi huu ni takribani kwa maelekezo hayo, sisi kama wakandarasi tumejipanga vizuri kuweza kukamilisha mradi huu kwa wakati. Mradi ni wa miaka 3, lakini kwa jinsi ambavyo sisi tumejipanga tunategemea kukamilisha mradi huu ikiwezekana chini ya miaka 2. Nikiripoti kutoka mkoani Singida ni Jimmy Mengere wa Channel 10. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton amekubali kujitokeza mbele ya bunge kutoa ushahidi kwenye uchunguzi wa uhalifu wa ngono na ubakaji dhidi ya Jeffrey Epstein. Yakini Mwakatobe anaeleza zaidi. Makubaliano hayo yaliyofikiwa yamekuja wakati mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi ya bunge James Comer akitayarisha hati ya mashtaka ya uhalifu dhidi ya wawili hao kwa kukaidi kwao wito wa bunge. Mawakili wa Clinton wameiarifu kamati hiyo kupitia barua pepe kwamba wateja wao walikuwa tayari kufikia makubaliano juu ya tarehe za kutoa ushahidi. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa kamati hiyo kumuita rais wa zamani kwenye uchunguzi ambao kama ukimtia hatiani unaweza kuwa kesi yenye kifungo gerezani. Clinton alikuwa na uhusiano mkubwa na Epstein katika miaka ya 1990 na 2000 licha ya kwamba hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote kwenye mahusiano hayo. Jocelyn Zefania, Channel 10 Plus. Taarifa hiyo basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.